kuwapongeza viongozi wa serikali na chama katika kata yetu ya Sigino. Nimeendelea kushirikiana nao katika kutatua changamoto ambazo zipo katika maeneo yetu. Lakini kama hiyo haitoshi, nimeendelea kuona katika kipindi cha bunge, nimeendelea kusimama na kuwasemea wananchi wa jimbo la Babati mjini pasipo na shaka, kwa maslahi mapana ya kwetu sote kama mwakilishi wa wananchi. Ndugu wananchi wa kata ya Sigino, katika kipindi kifupi serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan yamefanyika mambo mengi mazuri, lakini na ninyi pia mwajua ya kuwa maendeleo ni mchakato. Maeneo mengine ambayo kuna changamoto, serikali ni sikivu, na mimi kama mwakilishi wenu, msimamizi na mshauri wa serikali, tumeendelea kuishauri serikali katika nyanja mbalimbali. Katika bunge lililopita, hata hususani ambalo bunge lilikuwa la bajeti, tumeweza kuwasemea katika yale ambayo tunaamini yatakwenda kutusaidia sote. Ndugu wananchi, tukiangalia katika sekta ya elimu, sisi watu wa jimbo la Babati mjini, watu wa Sigino, kuna hatua ambayo serikali imefanya. Tukiangalia shule yetu ya sekondari, tuna bweni pale, lakini yako mambo mengine ambayo yameendelea katika sekta ya elimu. Katika sekta hii ya elimu tuna shule shikizi ya Muungano. Katika shule shikizi ya Muungano, serikali ilileta fedha shilingi milioni 25 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Serikali kuu ilileta fedha, lakini kwa kupitia mapato ya ndani serikali imeendelea kuleta hela ili kuendelea kuiboresha shule hiyo. Lakini kama hiyo haitoshi, na mimi mwakilishi wenu, mbunge wenu, kwa kupitia fedha za mfuko wa ndani niliwapatia zaidi ya shilingi milioni 5 kwa ajili ya kusapoti shule hili. Lakini kama hiyo haitoshi, katika shule shikizi serikali imeendelea kuleta fedha. Ninatambua ya kwamba tunapoelekea mwaka 2028 kutakuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi. Sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati tunatazamia kuwa na ongezeko la wanafunzi 640. Sasa katika ongezeko hilo la wanafunzi 6,400, katika ongezeko hilo tuna uhitaji wa madarasa 98, lakini serikali kupitia bajeti hii ambayo tumeimaliza pale tarehe 26 kwa kuipitisha, serikali imetenga fedha na madarasa yataendelea kujengwa, na kwa kupitia fedha za ndani za mapato ya ndani ya halmashauri tutaendelea kujenga madarasa ili kuondokana na adha au changamoto ya watoto wetu kukosa maeneo ya kusomea. Ndugu wananchi, ninatambua zipo changamoto au yapo mahitaji katika maeneo haya. Tutaendelea kushirikiana na ndugu zangu madiwani kwa kupitia baraza la madiwani. Bahati nzuri na diwani mzuri, mzee wangu na nao hajawahi kunyamaza kusisemea kata ya Sigino. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana naye katika yale maeneo ambayo yanahitaji kusapotiwa katika swala la elimu. Tunatambua ya kwamba watu wa ukanda wa chini, nikimaanisha Dagailoi na Imbilili, shule ya sekondari tunaitegemea ni shule ya sekondari Sigino, na kumekuwa kuna uhitaji upande ule wa chini, na tumekwisha kubaini katika shule ya Muungano wana eneo kubwa, tunaweza kujenga shule ya sekondari. Mimi kama mwakilishi wenu nitaendelea kuwasemeeni kwa kupitia wizara ya TAMISEMI ili tuweze kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule nyingine kule ya sekondari upande wa shule ya msingi Muungano, ili kupunguza changamoto ya watoto upande wa chini kupandisha huu ukanda wa juu. Hiyo itatusaidia na wananchi wengine wa upande wa Komoto, watoto wao pia kuweza kusoma katika maeneo hayo. Lakini ndugu wananchi, hiyo kama itoshi, serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya maji
imeendelea kutoa huduma. Tuna mradi mkubwa ambao utakwenda kule Mto Eri ambao serikali itatoa katika bajeti ya mwaka huu shilingi bilioni 16 na kujenga tenki kubwa eneo la Sawe kule. Kwa hiyo tunaamini changamoto za maji ndani ya halmashauri ya mji wa Babati zitakwenda zikipungua, lakini ninajua watu wa maeneo haya wana changamoto ya maji, hususan kitongoji cha Magara na kitongoji cha Endasana. Wenzetu wa mamlaka ya maji BAWASA wameendelea kwa mapato ya ndani, wameendelea kufanya ujenzi mdogo mdogo katika eneo la Magara. Tunaamini ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu tuna fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya kutatua changamoto katika eneo la vitongoji hivyo viwili. Kwa hiyo ndugu wananchi wa maeneo hayo, niwahakikishie kwamba changamoto hiyo ya maji itakwenda kutatuliwa, kwa sababu wamekwisha kuanza ujenzi huo na fedha hizo sasa zitatoka. Ninaamini changamoto ya maji katika vitongoji hivyo itakwenda kwisha, na lile kusudio la Daktari Samia Suluhu Hassan la kumtoa mwanamama ndoo kichwani litakwenda kutimia, na lile tabasamu ambalo natamani kuliona kwa wananchi wa jimbo la Babati mjini na maeneo mengine ya Tanzania, hususan katika maeneo yetu haya ya Sigino, ninaamini yatakwenda kuwa sawa sawa. Lakini ndugu wananchi, ninatambua ya kwamba changamoto zipo kama nilivyokwisha kuzungumza. Serikali kazi yake ni kutatua changamoto za wananchi, lakini katika sekta ya kilimo serikali imeendelea kujipambanua. Katika bajeti ambayo tumeipitisha sisi wawakilishi wenu, nikiwepo mimi mbunge wenu, Wizara ya Kilimo imeongeza bajeti ili kuhakikisha upatikanaji wa mbegu na mbolea kwa uhakika, na serikali itaendelea kutoa ruzuku mbegu na mbolea na madawa ili wananchi muendelee kunufaika. Lakini serikali inaendelea kuangalia njia sahihi ya kuendelea kutafuta masoko kwa kupitia taasisi zetu za umma ambazo zinashughulika na ufuatiliaji wa masoko kwa wakulima. Kwa ninaamini wakulima katika awamu hii ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan mtaendelea kufurahia huduma ambazo zitakuwa zikipatikana. Lakini hata sasa serikali imeanza kuweka utaratibu kwa kupitia wakati ule tumeona wananchi wanalalamika bei ya mazao. Hata saa hizi nafikiri wananchi wanalalamika bei ya mahindi, lakini naamini NFRA wakianza kununua mahindi, bei ya mahindi itapanda na ninyi mtafurahia huduma. Lakini katika swala zima la stakabadhi ghalani, hii serikali imekwenda kuweka utaratibu mzuri. Tumejitahidi kuwasemea baada ya kuona kuna baadhi ya changamoto katika swala zima la stakabadhi ghalani. Kwa hiyo kipindi hiki wanunuzi kwa kupitia godowns ambazo zitakuwa zimepitishwa na serikali na wao watakuwa wamejisajili kwa serikali, watasajiliwa na kutakuwa na bei elekezi. Kwa hiyo wao ndio watakaosubiri stakabadhi ghalani. Kwa hiyo wakinunua mazao watasubiri bei, wakiona bei hairidhishi wataendelea kuacha mazao kwenye maghala. Kwa hivyo niendelee kuwatia moyo kwamba kwenye swala la kilimo serikali imejiweka vizuri na mambo yatakwenda sawa sawa. Lakini serikali kwa kutambua umuhimu wa kilimo imetoa magari ya kuchimba visima katika mikoa yetu yote. Sisi watu wa Babati mjini tayari tutanufaika kwa kupitia gari lililoletwa kwa kupitia mkoa wa Manyara. Tayari wamekwisha kuchimba visima 12 na vifaa vya umwagiliaji ikiwemo ni tenki, water pump pamoja na solar panel. Tunatazamia zitafungwa kwa maeneo ambayo tayari visima vimekwisha kuchimbwa. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza watu wa Sigino hamkubahatika kupata visima. Kwa hiyo ninaamini kwa kipindi kinachokuja sasa serikali itawachimbieni visima. Lakini nitoe rai kwa maafisa maendeleo wa kata na maafisa ugani kuendelea kusajili vikundi ambavyo vina utayari na vina mashamba ambao wanatamani kuchimbiwa visima, ili serikali iweze kuchimbia visima na wananchi muendelee na kilimo cha umwagiliaji. Niendelee kutoa rai tena kwa maafisa ugani, tuendelee kuwa karibu na wananchi ili tuweze kuwasaidia. Lakini katika swala la mifugo
serikali imeendelea kuthamini wafugaji, imeendelea kuhakikisha upatikanaji wa chanjo, lakini imeendelea kuwapatia au kuwajengea uwezo wale veterinary officer, maafisa mifugo wetu wamekuwa wakipata semina za mara kwa mara ili kuendelea kuweza kuwahudumieni, lakini imeweza kuweka utaratibu mzuri. Sasa mfugaji anaweza kupata mbegu ya nyasi, ukaotesha nyasi zako kwenye shamba lako na ukaendelea kuvuna nyasi kulisha mifugo yako. Lakini kuna utaratibu mwingine serikali imeweka ya kufanya ile cross breeding ili uweze kupata wale ng'ombe ambao ni wa hybrid ambao utaweza kupata maziwa ya kutosha. Sasa maafisa ugani na maafisa maendeleo, endeleeni kusajili watu wakae kwenye mifumo ya vikundi ili waweze kusaidiwa na serikali. Tushakuzungumza na waziri wa mifugo, na vikundi vitakapokuwa tayari ambapo vina ng'ombe ambao wa maziwa wanafuga, basi watafanya ule uimilishaji ili muweze kupata mbegu ambayo ni bora, ambayo itaendana na usasa wa hali ya leo. Kufuga ng'ombe 10 unapata maziwa lita 5 ni hasara, huko ni kujichosha. Kwa hiyo kama mwakilishi wenu, hilo niko tayari kulisimamia na kushirikiana na ninyi ili muweze kupata mbegu bora ambayo itakuwa na matokeo chanya, maziwa ya kutosha, hata nyama ambayo pia ni bora. Lakini kama hilo halitoshi, ndugu wananchi, ninatambua serikali imeweka mfumo mzuri wa vikundi kwa kupitia ile 10%, 4% kwa kina mama, 4% kwa vijana, 2% kwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini imeenda mbali zaidi kwa kupitia wizara ya mambo ya jamii ambayo iko chini ya Dorothy Gwajima. Wazee wamekuwa wakilalamika mara nyingi kwamba wanatajwa kina mama, wanatajwa vijana, lakini wazee wa kiume wao wametelekezwa. Serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia wizara ya ustawi wa jamii imeliona hilo. Kwa hiyo wazee sasa mtaenda kwa maafisa maendeleo wa kata zenu, watawapatieni fomu, mtajisajili, na sasa uwe na kitu ambacho unakwenda kufanya, kama ni kilimo cha umwagiliaji, kama ni ufugaji, ili uweze kupata mikopo hiyo na uweze kujikwamua. Hapo vipi? Piga makofi ya kutosha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeendelea